Furaha yangu ndio kama unavyoiona hivyo. Rada inaanzia Dar es Salaam. Shauri la uhaini la muhusu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu limeahirishwa hadi Julai 15 ili mashauri mawili ya mpitio yaliyofunguliwa Mahakama Kuu ya Tanzania yatakapotolewa uamuzi. Sasa kwa taarifa zaidi, Rajab Chwaya yeye anacho hiki, ngoja atujuze zaidi. Karibu sana. Ni siku nyingine tena ya Julai mosi mwaka 2025 ambapo shauri namba 8606/2025 la uchochezi linalomhusu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu limeahirishwa kwa muda usiojulikana. Tundu Lissu alifungua mashauri mawili, moja likiwa la kurejewa kwa uamuzi wa mahakama ya Kisutu kutotoa uamuzi juu ya maombi yake ya kupinga mashahidi kutoa ushahidi wa kificho, akidai kitendo hicho kinahatarisha haki yake ya kusikilizwa kwa haki na ukamilifu wa kesi inayomkabili. Shauri la pili lililofunguliwa na Lissu linapinga mambo ambayo yaliruhusu serikali kuleta mashahidi wake kwa kificho, kuwepo na ushahidi wa kutosha kumwezesha hakimu kutolea uamuzi wa kuruhusu kutolewa kwa ushahidi wa kificho kwa watu ambao sio askari. Mashauri hayo mawili yalisikilizwa na Jaji Elizabeth Mkwizu mnamo Juni 28 mwaka 2025 na anatarajiwa kutolewa maamuzi Julai 11 mwaka 2025. Nao upande wa utetezi umeeleza mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kuwa upo tayari kuendelea na shauri hilo bila kusubiri uamuzi wa mahakama kuu, kwa sababu mashauri ya mahakama kuu hayahusiani na mashahidi ambao sio askari. Hivyo alitaka mahakama kuendelea na mashahidi ambao ni askari. Wakati hayo yakijiri, nje ya mahakama, wakili wa Lissu Rugemeleza Nshala akapata fursa ya kueleza kile kilichokuwa kikiendelea wakati wa kesi hiyo. Mshtakiwa Lissu ambaye anajiwakilisha yeye mwenyewe katika hatua hii amesema, amepinga kwa nguvu kubwa sana kwamba madhari serikali wanasema, mara ya mwisho walisema wameshakamilisha upelelezi na walikuwa wanasoma kile ambacho wameshakifanya, na baada hapo itakiwa wafanye uamuzi. Leo itakiwa watoe taarifa kwamba maamuzi ambayo wamefanya ni yapi. Na akasema kwamba ilitakiwa kwamba leo tueleze kwamba je, wanaamua kumshtaki, na kama tayari wameshaandaa ile taarifa ambayo inatakiwa ipelekwe mahakama kuu, ili kwa sababu mahakama yenye mamlaka ni mahakama kuu, si mahakama ya hakimu mkazi. Na kisha wakili Rugemeleza akaeleza namna mahakama ilivyozingatia haki ya kuabudu na kufanya mazoezi kwa Tundu Lissu. Haki yake ya ibada imezingatiwa, angalau padri ameweza kupelekwa kule kwake. Haki yake ya kufanya mazoezi imezingatiwa, sasa anaweza kufanya mazoezi yake. Anasema kwamba sio kwamba anapendelea, hata licha mabadiliko hayo, sio kwamba mtu anapenda kuendelea kukaa gerezani, bali angependa kwamba uamuzi wa kesi yake ujulikane, kwa sababu ni mwaka wa kisiasa, ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Yeye ni kiongozi mkuu wa chama cha upinzani na inatakiwa iamuliwe kwamba kama kesi ipo iweze kuendelea, kwa sababu ni wakati ambapo kampeni za kisiasa za kiuchaguzi zinaendelea. Sasa ni mamlaka ya mapato. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeendelea kufanya vizuri katika ukusanyaji wake wa mapato, huku kwa mwaka wa fedha mwaka 2024-2025 ikifanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 32.2, kiwango ambacho hakikuwahi kukusanywa tangu mamlaka hiyo ianzishwe. Glory Nkini amepewa kibali na Rada ili atujuze undani wa taarifa ya Nelson Katunzi. Uimara wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika maeneo tofauti nchini, ikiwemo ile ya afya, elimu ya usafirishaji, huendana na matokeo ya ukusanyaji wa mapato unaofanywa katika vyanzo mbalimbali vya kimaendeleo, jambo linalohitaji nguvu ya pamoja ya kuongeza ufanisi ili kukuza pato la taifa. Akitoa taarifa ya makusanyo ya mapato ya mwaka 2024-2025, kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania Yusuf Mwenda amesema maendeleo hayo yametokana na ufanisi wa kiutendaji ambao umeendelea kufanywa na mamlaka hiyo, ikiwemo kuongezwa kwa watumishi. Leo makusanyo yetu yamepanda sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusema tumeandika record ya kwanza kuvuka miezi yote 12, lakini kukusanya kwa kiwango kikubwa sana. Leo ni trilioni 2 na karibu bilioni 700 kwa mwezi. Na ukifananisha tulikotoka
tulikuwa tunakusanya bilioni 44 kwa mwezi wastani. Leo ni trilioni 2 na bilioni 700. Mwenda ameongeza kuwa miongoni mwa mambo yaliyochangia maendeleo hayo kwa mamlaka hiyo ni pamoja na utoaji wa elimu kuhusiana na ulipaji kodi, jambo ambalo limesaidia walipa kodi kulipa kwa hiari. Ni partnership tuliojenga na sekta binafsi. Ni partnership tuliojenga na taasisi mbalimbali zilizopo nchini na nje ya nchi. Lakini pia ni ushirikiano mkubwa sana ambao tunaupata na maagizo yanayotupush sisi tuweze kusonga mbele. Na tunaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana na tutaendelea kuwa mabalozi wazuri kwa wafanyabiashara wa Kariakoo ili tuendelee kulipa kodi, na tutamani na tuone kwamba kulipa kodi ni haki yetu. Tunastahili kulipa kodi bila shuruti, na tunashukuru pia soko letu limeendelea kuwa tulivu, na tunaomba utulivu huu uendelee. Mheshimiwa, mmetuonyesha njia, bahati nzuri mmekuwa na weledi mkubwa kwa sasa hivi. Tumeondoa utofauti mkubwa kati ya TRA na wafanyabiashara. Rada inatua Benki Kuu. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba ameeleza kuwa ujio wa utaratibu mpya wa usimamizi wa taasisi za huduma ndogo za fedha za daraja la pili utasaidia sasa kuweza kuondoa majina mabaya. Majina mabaya kama majina gani ya taasisi hizo? Mikopo umiza, kausha damu, mkopo kabaro. Kwa undani wa taarifa hii, Mwajab Shafi sasa atakueleza zaidi. Tayari utaratibu mpya wa usimamizi wa taasisi za huduma ndogo za fedha za daraja la pili kati ya Benki Kuu ya Tanzania BOT na vyama vya watoa huduma ndogo za fedha umewekwa sawa rasmi. Taasisi hizo zilikuwa katika wakati mgumu kabla ya ujio wa utaratibu huo mpya, kwani zilibatizwa majina ambayo yalizifanya zipate wakati mgumu kutoa huduma ndogo za fedha. Mara baada ya kuutambulisha rasmi utaratibu huo mpya, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba akaeleza kwa kina namna taasisi hizo zilivyokuwa zikipitia kipindi kigumu. Tuliingia makubaliano hayo ikiwa ni hatua mojawapo ya kuongeza jitihada zetu za pamoja katika kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara, kuleta mshikamano na kufanya sekta hii iwe ni nzuri. Mtakumbuka palikuwepo majina mabaya kwa watoa huduma wa sekta hii ndogo ya fedha. Gavana wa Benki Kuu ameeleza jitihada zinazoendelea kuchukuliwa kutokana na kiwango cha upatikanaji wa huduma rasmi za kifedha nchini kuwa chini. Tujiwekea lengo la kufikia 85% ifikapo mwaka 2028. Lakini kwa kasi na ushirikiano ninavyoona tutavuka lengo. Kwa uwekezaji mkubwa wa serikali ulivyofanyika, naamini kwamba mifumo ya kidijitali imekuwa ni chachu ya watu kupata huduma hizo. Kutoka vyama vya watoa huduma ndogo za fedha, mwenyekiti wa TAMIU Taifa Juma Mnanka pamoja na mwenyekiti wa bodi shirikisho la taasisi zinazotoa huduma ndogo za fedha Tanzania Devota Minzi wanaeleza namna walivyoguswa na utaratibu huo mpya unaowagusa. Ombi letu hapa ambalo pia umelitoa kwamba mtatusupport, tunaomba mtusupport zaidi, kwa sababu ili tufanye majukumu haya ambayo ni muhimu sana kwa hii institution, kwa hii taasisi na kwa taifa, tunahitaji kushikwa mkono. Lakini kupitia siku ya leo tunaamini sasa umekwenda kutuvisha suti nzuri, kutuvisha majina mazuri, kutuvisha heshima nzuri ambayo hata ukisimama sasa unasema mimi naitwa Juma Thomas Mnanga, mwenyekiti wa TAMIU Taifa. Kwa hiyo unaonekana kweli wewe ni Juma Thomas Mnanga. Basi sawa, nimefurahi sana. Nilichokifurahia siwezi kukiongea, nisamehe sana. Tumulike sasa gereza la Ukonga. Wakala wa nishati vijijini REA imesambaza kwa watumishi wa jeshi la magereza Ukonga mitungi ya gesi pamoja na majiko yake 464 ili tu kuweza kuhamasisha matumizi nishati safi ya kupikia kama njia ya utekelezaji wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo msisitizo ni angalau 80% ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ifikapo mwaka 2034. Musa Memba, nakushukuru. Kutoka Dar es Salaam tujuze zaidi. Katika nchi nyingi za kusini mwa jangwa la Sahara,
Njia kuu ya kupika ni kwa kutumia mkaa, kuni na mafuta ya taa, ambapo watu milioni 950 wanategemea kuni na mkaa kupikia, idadi inayokadiriwa kuongezeka hadi kufikia watu bilioni 1.67 ifikapo mwaka 2050. Licha ya unafuu wake, njia hizi zinadaiwa kuleta madhara ya muda mrefu ya kiafya kwa mujibu wa wataalamu, kutokana na viwango vya juu vya carbon dioxide, carbon monoxide na vichafuzi kama vile masizi. Akikabidhi majiko hayo kwa watumishi wa Jeshi la Magereza Ukonga, mkurugenzi wa bodi ya wakala wa nishati vijijini REB, Balozi Radhia Msuya, amesema utumiaji wa nishati safi ikiwemo gesi ni njia mojawapo ya kuongeza uelewa kwa kizazi kijacho kijue umuhimu wa kulinda mazingira. Asikose hata mfanyakazi mmoja wa magereza nyumbani kwake awe na mfano huo ni gesi, jiko la gesi na mtungi wake. Na wahimiza, huu mtungi ukiisha, tukazane kuongeza mtungi mwingine. Tusiseme mtungi umeisha kigeuke kiti na ili jiko likae pembeni turudi tulikotoka. Na wasihi, tusirudi tulikotoka. Wakala wa nishati vijijini kwa kutekeleza mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia ambao unataka kwa miaka 10 kuanzia 2024 mpaka 2034 watu 80% wao wanatumia nishati safi ya kupikia. Lakini pia katika taasisi za serikali zote za umma ambazo zina watu zaidi ya 100 wanatakiwa watumie nishati safi ya kupikia. Kwa upande wake, kamishna msaidizi wa Jeshi la Magereza ACP Athumani Recha amesema kitendo cha serikali kuwaletea teknolojia ya nishati safi ya kupikia si tu kinalinda afya zao, lakini kinaongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Uzinduzi huu unafanyika na kwa idadi yetu na kwa malengo ya serikali, watumishi wote watapatiwa vifaa ambavyo viko mbele yetu, mtungi na jiko, kwa ajili ya hamasa ile ya kuhamasisha kwamba tuondokane na ile hali ya kutumia nishati chafu ya mkaa na kuni ambayo ni uharibifu pia wa mazingira. Askari ni masaa 24 na masaa 24 majukumu yetu ni humu. Kwa unapotoka huku, utakapoikuta gesi iko nyumbani, aidha nimechelewa au namna gani, naweza nikachukua mayai mawili nikakaanga, maisha yakaenda. Kachukua mayai mawili kwa gonga. Basi sawa, tukiangazia sekta ya fedha, benki ya CRDB imehitimisha draw yake ya kampeni ya Tembo Kadi Sure na kumpata mshindi wa gari aina ya Ford, ambapo zaidi ya washindi 30 wa kampeni hiyo ya miezi mitatu wamepatikana, ikiwa ni sehemu ya kusherehekea miaka 30 ya benki hiyo na kuibua fursa kwa Watanzania. Asante Pele Makana, tujuze undani wa taarifa hii. Kutokana na ukuaji wa teknolojia ulimwenguni, mikakati mbalimbali ya kiubunifu imeendelea kushuhudiwa katika taasisi mbalimbali za kibinafsi na za umma ili kutumia fursa hiyo inayotoa wigo wa kupanua fursa za kiuchumi kwa wananchi. Akizungumzia kampeni hiyo, mkurugenzi wa matawi ya benki ya CRDB, Bonaventure Po, amesema kitendo cha benki hiyo kuwapeleka washindi wa kampeni zao mbalimbali kwenye mbuga za wanyama nchini ni kuunga mkono jitihada za serikali za kuvitangaza vivutio vya utalii vilivyopo nchini. Jumla ya washindi 30 wamepatikana kupitia kampeni hiyo. Wale wote ambao sio wa Tanzania na kwa diasporas wetu ambao naamini kabisa watapata hizi taarifa, ni kuendelea kufikisha taarifa kwa wale watu wengine ambao sio wa Tanzania kwamba Tanzania tuna vivutio vingi na tuliona cha kwanza ili watu wengine waweze kujua nini kilichoko ndani. Ndio maana tulisema zawadi ya kwanza ya watu pamoja na wenza wao waweze kwenda Serengeti. Ile tu ya kwanza iliweza kupatia mileage na kuweza kuona kabisa kwamba tunaunga mkono zile juhudi za serikali, sisi tukiwa kama sekta binafsi lakini ambayo inafanya kazi kwa ukaribu sana na serikali. Tumekuwa tukipata wakati mgumu tunapowapigia washindi wa zawadi mbalimbali kwa sababu kumekuwa na lindi kubwa la matapeli. Zamani ilikuwa ukimpigia mshindi ukimwambia hata umeshinda 10,000 unamsikia
anafurahi kweli kweli. Lakini siku hizi ukimpigia mtu simu ukajitambulisha unatoka CRDB, anaanza kukusikilizia kwa jicho moja, mwizi huyo. Tumekuwa tukipata wakati huo, lakini jukumu letu ni kuendelea kuzungumza na hawa watu taratibu na kuaminisha kwamba kila kitu ni cha kweli. Jumla ya washindi 30 wamepatikana kupitia kampeni hiyo. Na kwingineko imebainishwa kuwa ushiriki wa kundi la vijana wakiwemo wajasiriamali katika maonyesho 49 ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba kutasaidia kutanua uwezo pamoja na kuweza kukuza mtandao wa biashara zao ili kufuatia maonyesho hayo kushirikisha wafanyabiashara wa kimataifa pamoja na wafanyabiashara wa kitaifa. Asante Nura Mohamed, tujuze zaidi. Kuwaunganisha wajasiriamali na rasilimali za kifedha, ajira, huduma muhimu, usalama dhidi ya vitisho, haki za binadamu kunaweza kuwasaidia kukidhi mahitaji yao ya msingi na kuanzisha au kukuza biashara. Hata hivyo, inakadiriwa kuwa biashara ndogo ndogo na za kati zinazomilikiwa na wafanyabiashara wadogo na wakati duniani kote zinapungukiwa na ufadhili wa dola trilioni 2. Na ndio maana wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya vijana wajasiriamali ambao wamewezeshwa kushiriki maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba kupitia kampeni ya Anzia Ulipo inayoendeshwa na kampuni ya mawasiliano ya Yas, wamesema maonyesho ya mwaka huu yamekuwa na mvuto hasa kutokana na matumizi makubwa ya teknolojia. Opportunity hii ambayo nimeipata itanisaidia mimi kujitangaza zaidi kimataifa, lakini pia katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Ninawashukuru sana Yas kwa kutuona wajasiriamali, lakini pia mbali na kwamba itanitangaza zaidi, itakuwa chachu kwa vijana wengine ambao wapo mtaani na wanahisi labda pale walipo waweze kufanya kitu chochote. Mimi kupata nafasi ya Yas, kwanza naamini Yas inaenda kunitambulisha duniani. Pili, Yas inanipa kukua kwenye biashara zangu. Naenda kuwa mtu mkubwa kwenye biashara kama wafanyabiashara wengine walivyo. Kwa fursa hii Yas imenisaidia, nitafahamika na watu wengi na watu wengi wataniamini kupitia biashara yangu. Akizungumzia hatua ya kampuni ya Yas kuwezesha vijana kushiriki maonyesho hayo, mkurugenzi wa Yas kanda ya Dar es Salaam Kusini, Robert Kasulwa, amesema katika maonyesho ya mwaka huu wamewadhamini vijana 20 wa Kitanzania ili waweze kutanua wigo wa biashara na kukuza uchumi. Leo hii tumeonyesha dhamira yetu ya dhati kabisa ya kuhakikisha tunawasapoti wafanyabiashara wadogo ambao wameamua kuanzia pale walipo kwa kidogo walichonacho. Wapo watu wengi wenye ndoto za mafanikio na kufikia katika ndoto hizo kunahitaji vitu vingi katikati yake. Lakini sisi kama Yas na Mixx by Yas tumejitoa kwa dhati na dhamira ya dhati kabisa kuhakikisha tunawasapoti wafanyabiashara hawa ili kuweza kufikia ndoto za mafanikio yao. Basi na kushukuru kwa sababu mwewe halali ana jambo kwa ajili ya kwangu na wewe, tuungane na jicho lake. Hapo mwanzo kulikuwa na nyaya zilizoleta picha mbaya sana hapa malangoni pa Mwewe, lakini nyaya hazikuwa peke yake, zilikuwa na nguzo iliyokuwa imeshaoza na kulalia nyaya za twiga. Mwewe aliona akasema sana, lakini sio twiga wala wahusika wa nguzo hii walimsikia, wakala bati. Lakini Mwewe hakuchoka, mkaja toa nyaya, nguzo mkaacha. Sasa leo nguzo imejiangukia zake kwa uchovu wa kuegemea nyaya za twiga. Mwewe anauliza swali, angekuwa getini mgeni mmoja anayehitaji kuingia ndani, ingekuwaje? Angetoboa? Mwewe hahitaji jibu lako. Sasa fikeni hapa Mikocheni, nje ya kiota hichi, muondoe nguzo yenu isijepitiwa na vibaka hapa. Mwewe kazi yake ni kuonesha tu, mengine anawaachia wenyewe, yeye anarudi zake ndani kwa sasa.